Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kwema. Karibu katika uchanganuzi, ni kueleze vile matukio yalivyo kutoka taifa la Tanzania. Kuna habari ambazo zimefika katika meza yetu ya habari, nikaona ni vema niweze kuwajulisha. Ingawa sijafika kwa studio, ningeonekana kwa kamera, lakini sasa hii haimanishi nisipokuwa kwa studio, haimanishi siwezi kuwafahamisha yale ambayo yanagonga vichwa vya habari wakati huu. Vile mnajua, muasisi ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza katika chama ambacho kimesherekea miaka 33 tangu kuanzishwa katika taifa la Tanzania, Chadema. Muasisi ambaye anaitwa Edwin Mtei, vile mnajua, aliweza kuaga dunia, aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa Chadema, na atazikwa nyumbani mwake kule Tengeru, taifa la Tanzania. Na sasa mipango maalum ya mazishi imeweza kuratibiwa, na habari ambazo zinatufikia kwa meza yetu ya habari ni wazi kwamba kiongozi wa chama hicho cha Chadema ambaye amekuwa kizuizini kwa miezi 9 kufikia sasa, Tundu Lissu, atakubaliwa kufika kwa mazishi ya Edwin Mtei kupitia ujumbe ambao utasomwa katika mazishi ya Mtei. Tundu Lissu amekaa gerezani, lakini sasa ataachiliwa akaweze kuandika ujumbe maalum ambao utasomwa kwa mazishi ya mwenyekiti wa kwanza katika chama cha Chadema. Chapisho hili ambalo linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia, limeweza kuchapisha na kusema ya kwamba ujumbe wa Lissu kusomwa mazishi ya Mtei. Kwenda chini wakazidi kuandika kwa kusema ya kwamba wakati maandalizi ya maziko ya aliyekuwa muasisi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Edwin Mtei yakiendelea, imeelezwa ujumbe maalum utasomwa katika kumbukizi ya maisha yake Januari 23 mwaka huu. Sasa ujumbe ambao niliona ni vema niweze kuwasilisha ni ule ambao unasema ya kwamba hata kama Tundu Lissu yuko gerezani, atakubaliwa na vyombo vya dola kuachiliwa aweze kupata muda kidogo gerezani, akauandike ujumbe wake ili wale ambao wanaenda kuhudhuria mazishi ya Edwin Mtei, wakiwemo wana Chadema, waweze kusoma ujumbe wake kwa mazishi. Kwa hivyo Tundu Lissu atafika kwa mazishi kupitia ujumbe, barua ile ambayo anaenda kuiandika, na itasomwa wakati wa mazishi ambayo yameratibiwa kufanyika 23 mwezi huu wa kwanza mwaka huu 2026. Rais Samia Suluhu Hassan naye amewekewa vikwazo na wananchi wa Tanzania, hasa kutoka mrengo upinzani, kwamba asiende kwa mazishi pasipo muachilia Tundu Lissu. Kama anataka kuonyesha heshima, umoja, upendo katika mazishi ya Edwin Mtei, lazima hakikishe kwamba Tundu Lissu ameachiliwa ili aweze kufika katika mazishi ya mwenyekiti wa kwanza ambaye alikuwa waziri wa fedha wakati mmoja katika serikali ya Tanzania, aweze kuhudhuria mazishi hayo kuonyesha heshima. Ikumbukwe kwamba ameambiwa ya kwamba rais wa Tanzania asiende mazishi asipomwachilia Tundu Lissu, na serikali ya sasa ingechukua wakati, kwa sababu wamefanikisha shughuli zao za kuteuliwa katika viti mbalimbali kubwa kubwa katika taifa la Tanzania, waweze kumwachilia huru
Tundu Lissu kwa sababu aliweza kuwekwa gerezani kwa sababu ya masuala ya kisiasa, lakini akashtakiwa kwa kosa la uhaini ambalo halionekani wakati alikuwa anasema no reforms no elections in Tanzania. Lakini sasa amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi 9 sasa hivi, na ni mtu ambaye anastahili kupokezwa matibabu, na hata mataifa mengine, hata bunge lile la Ulaya liliweza kutoa amri kwa Rais Samia Suluhu Hassan aweze kumwachilia huru Tundu Lissu na wale wote ambao waliweza kutiwa mbaroni kwa sababu ya siasa za Tanzania, ili waweze kukutana na familia zao na wakabidhiwe huduma za matibabu vile kuna stahili na waachiliwe bila sharti lolote. Lakini kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan inaonekana kunyamaza, haijachukua hatua yoyote kufikia sasa kuhusiana na kuachiliwa kwa Tundu Lissu, na imeratibiwa katika taifa la Tanzania kwamba mwezi ujao wa pili ndipo kesi ya Tundu Lissu itaanzishwa rasmi ama kurejelewa, ili kuona ni kipi ambacho wanaenda kukifanya. Tundu Lissu alikuwa na ni kiongozi wa chama cha Chadema ambaye yu na umaarufu mkubwa wa siasa katika taifa la Tanzania, na huenda aliweza kuzuiliwa asiwanie kiti cha urais kwa sababu alikuwa na umaarufu, huenda angechukua nafasi ya kuwa rais katika taifa la Tanzania, lakini mikakati ikawekwa vile atashitakiwa kwa kosa la uhaini ili akaweze kutiwa mbaroni na kuzuiwa kuwania kiti cha urais. Uchaguzi ambao uliweza kufutiliwa mbali, kinachosemekana kwamba uchaguzi ulifanyika 29 Oktoba mwaka jana, jambo ambalo liliweza kusababisha wingi kuandamana katika mitaa mbalimbali, miji mbalimbali mikubwa katika taifa la Tanzania, na kusababisha vyombo vya dola kutumia nguvu zaidi na kuwaua wananchi wa taifa la Tanzania. Na ikumbukwe wakati mmoja Rais Samia Suluhu Hassan, wakati alikuwa anazungumzia wazee kutoka Dar es Salaam, aliweza kukirie mwenyewe hawangetazama wahalifu wakaweze kupindua serikali. Ndio maana vyombo vya dola viliamua kutumia nguvu zaidi kulingana na kiwango kile ambacho cha uhalifu kiliweza kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Thibitisho kwamba aliweza kuthibitisha kwamba wale ambao walitekeleza mauaji sio wengine ila tu ni vyombo vya dola. Ndio maana tumeshuhudia viongozi kutoka mrengo wa upinzani wakiomba mahakama ya jinai ICC ambayo ipo kule Netherlands, ukipenda Uholanzi, ifike katika taifa la Tanzania ili kuanzisha uchunguzi kuhusiana na maafa yaliyotokea, ili hatua kali ziweze kuchukuliwa dhidi ya wale ambao ni wahusika. Kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan imenyamaza, haijazungumza chochote kuhusiana na idadi kamili ya wale ambao waliweza kuaga dunia. Kumbuka kwamba mrengo wa upinzani uliweza kudai ni maelfu ya Watanzania ambao waliweza kuaga dunia. Ni jambo ambalo kufikia sasa liko kuagiza, lakini siku moja huenda ukweli utaweza kujulikana. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha kanda hii na kuomba tu, ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Mwakenya TV, ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kipo pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubalishiwa na kuandikiwa subscribe, na kadi yake kule kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Mwakenya TV. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana, ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.